tuita tukae pamoja. Ninashukuru sana Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amen. Lakini jambo la tatu, tunashukuru sana kwa dua zenu kwetu. Kwa sababu sisi tunavyojua nyinyi ni watu bora. Inawezekana mwalimu kwa sababu ya uelewa tu wa jamii akaonekana ni mtu dhaifu. Lakini wenye maarifa yao tunajua thamani ya mwalimu na tunajua mwalimu ni mtu bora. Na haya si maneno yangu, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an, yani khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ni Mtume alosema kama mbora wenu ni yule anayesoma Qur'an na kuifundisha. Wote ni watu bora sana. Kwa tunathamini sana umuhimu wenu na thamani yenu kwetu. Na ndio maana mlipotuita hatukusita. Kwa sababu imetokea dharura nikasema lazima tuende tukutane na walimu wetu. Kwa sababu ya ubora wenu kwa nao. Jamii wakati mwingine inakosa kuelewa ubora wa walimu, ndio maana sasa kafika mahali kwa changamoto zinakuwa nyingi. Kwa sababu namna mnavyotulelea watoto wetu, mnavyoelekeza jamii yetu, ukiambiwa mtoto wako yuko madrasa unakuwa na amani kabisa kama mwanangu yuko katika mazingira salama. Lakini wengine hatuelewi tena, wakati mwingine kwa sababu ya uchoko tu. Maana wakati mwingine sio lazima uwe na kitu kikubwa kama kumpa mwalimu. Lakini hata kama wewe unalima mhogo, wewe peleka tu mwalimu, pelekee hata wiki mara moja vidole viwili vya mhogo huko mkwina katoto. Lakini nina ushahidi kabisa, baadhi ya walimu wanawaambia wanafunzi kila mwezi shilingi 500 walete, hazipatikani. Lakini kwa namna nyingine wao wanapata. Hii ni kwa sababu hatujajua tu. Na hata leo mmoja wetu mwalimu kusema naenda kufanya nusura, basi kwenye mtoto wa watu mzuri anaweza kunyima, afanya kazi gani bali ni mwalimu wa madrasa. Kwa nini wanasema? Lakini wengine wasema vipi je Maulid, wengine wasema mvia yule bana. Kwa sababu wamesahau hadithi ya Mtume Muhammad khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wamesahau. Hapewi anachoambiwa, anaambiwa vipi? Asoma kwanza mtoto. Kisha baada kusoma tusubiri ajira kwanza. Lakini akija yule mwingine yule anafanya kazi wapi huko? Hata kama afanya degree aolewe kwanza afuata maliza katika. Sasa kwa sababu bado jamii hatujajua umuhimu wa walimu. Lakini inshallah Mungu Mwenyezi Mungu atujalie tupate uelewa wa kuthamini walimu wetu. Kwa sababu nilipata kusikia kwa mashaikh wangu hawa kwamba Saidina Ali siku moja alisema ni halali kichwa chake yeye kwa yule aliyofundisha 1000. Niko sahihi? Aliyofundisha 1000 basi ni halali kichwa chake yeye. Ili sisi bado tunajua, ila Mwenyezi Mungu atatupa wote. Lakini jambo lingine ambalo nilitaka niseme ni hili jambo la neema ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Ni hakika kabisa kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Kahf ndani ya mwisho, thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizopewa, mmezitumiaje? Kujaliwa kujua Qur'an halafu kaenda kuifundisha, hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunaangalia Mwenyezi Mungu alivyouliza swala hilo. Kauliza kwa hikma kabisa. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Ameanza na herufi gani? Harfu 'athf wa tarikh. Unaona? Thumma kwamba kisha baada ya kitambo 'athf wa tarikh. Taulizwa siku hiyo. Na ukiangalia ndio hapo ni taukidi. Mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizokuwa na Mwenyezi Mungu, mmezitumiaje? Kwa ni waombe sana walimu wenzangu, kila tukikaa tutafakari hili kwamba neema hii tutakwenda kuulizwa, nyinyi na sisi wote tunaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa tutafakari nini tunafanya kwa maslahi
yetu sisi hapa duniani, lakini na kesho akhera. Nashukuru walimu kwenye risala mmesema kwamba angalau ujasiriamali na nijipatiwe, si ndio? Ile fedha ya ujasiriamali hilo tumelichukua na tunataka kufanyia kazi, kwa sababu tunajua kabisa hata tukisoma leo tunasomaje sasa, rabbana atina fid dunya hasana, si ndio? Wa fil akhirati hasana, si ndio? Kwamba tupate hapa duniani na tupe. Usingesema tu wa fil akhirati hasana, lakini na duniani sasa tunapoishi. Wewe huko mko sahihi, walimu wenzangu, walimu wangu, mko sahihi kusema kwamba ipo haja ya kuwa na uchumi, kwa sababu Qur'ani na uchumi, na ndivyo Mtume sasa anatueleza. Na hata Allah subhanahu wa ta'ala alisema hivyo. Ukenda kusoma sura Al-Qasas, Allah anasema wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsan kama ahsana Allah ilayka. Mwenyezi Mungu kwamba tafuteni yale aliyokupeni Mwenyezi Mungu, nyumba ya akhera, lakini msisahau fungu lenu la duniani. Maana uchumi ni muhimu, na wafanyie watu vyema kama Mwenyezi Mungu atakufanyia wewe ihsani, yani wema. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba ndugu yangu Shamia, yale tukishachaguliwa inshallah, zile fursa baada tunapata fursa 100 zilikuwa za akina mama, na ndio tuliowaandikia. Sijui walimu wangu wakina mama wamepata hizo. Kama hawajapata tutachukua, yaani wakina mama na wao waingie ile fungulo, wakina mama waingie. Wakina baba tutafuta utaratibu, tuandike proposal ya inshallah, ili hatutosema walimu wa madrasa maana ile fedha wakitengeneza kwa wakaja na wale wenzetu wakaona wivu kidogo. Na hiyo tutatafuta namna ili walimu na niweze kufikia. Fedha ile haina riba, yani hata shilingi 100 unapewa kwa mkopo, kwa ni milioni 1 ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili unarudisha ile milioni 1, hata shilingi ile. Kwa hiyo mkitupatia ridhaa zenu kwetu, basi inshallah hilo litafanyika, wala hakuna shida, kwa sababu uchumi ni muhimu katika dini. Hata ukenda kutangaza dini leo, kama huna uchumi mtu akusikilize, hakuelewi, si ndio jamani? Leo utoke hapo unafanya jaula, lakini ionekane hali ni ngumu, hata tabasamu inakoseka, hata kofia changamoto, watu watakuwa hawakuelewi. Kwa tahakikisha hilo sisi tumelifanya. Najua swala la posho hili Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi tayari ameshaanza kulifanyia kazi. Kilichomkwamisha ni kimoja ambacho kinafanyiwa kazi, ule mfumuko wa madrasa, na imeelekezwa ofisi ya Mufti sasa hivi pamoja na jumuiya zake, zile madrasa ambazo tunazo si toshelevu kwa sasa. Yaani sio mfano kama mimi hapa nilishasomeshwa idadi, nimaliza hiyo idadi naenda kufungua madrasa. Yule mwingine yaani hata vile kulinda yale maadili inaweza kuwa mbaya, inakosekana, kwa sababu utitiri ule wa madrasa ndio ambacho tumekwamisha hadi sasa. Tumemshauri Mheshimiwa Rais kwamba tuwe na usajili mwingine mpya, na sasa hivi unafanywa uhakiki ili walimu 1, 2 mpaka 3 wao wanapatiwa posho maalum, na ile Mheshimiwa Rais ameelekeza. Kwa hiyo na sisi jimbo letu la Kojani, baada ya kupata uhakiki wa Mufti, tutaanza sisi kwanza inshallah, hata kama sio kikubwa, lakini bala yashkuru qalila yashkuru kathira. Watu wale wakasema kwamba sishukuru kwa yai na jogoo achinjiwi, na jogoo achinjiwi. Ndio tafsiri ya hiyo maneno ambayo yamezungumzwa na Waarabu. Kwa hiyo niwaombe sana inshallah, hili tutalisimamia vizuri. Nami nimefurahi kuwa na jumuiya yenu. Siku zote natakiwa hivyo. Sijui yale ni mashairi au naona mahali andika kunu bijama faman shazza finnar, yani kuweni kwa makundi, kwa sababu mwenye kujitenga mtengo motoni. Inaendelea ile yale mashairi yanaendelea kusema kwamba hata